Good evening, everyone. My name is Ami Julian, Manager Corporate Finance and Advisory hapa CRDB Bank. Kama ilivyo ada yetu, Ijumaa hii tulivu kabisa, tupo hapa kwanza kupata weekly wrap soko limefanyaje, kwa sababu katika miaka ambao soko liko active na wawekezaji wana act on the activity of the activeness of the soko ni mwaka huu. Kwa hiyo soko limekuwa very interesting, na wiki hii of course kuna taarifa nyingi nzuri. Kwa hiyo kutakuwa kuna weekly wrap ambayo ataikava ndugu Ibrahim Kasim Zakaria, mtaalamu wa research huyu kutoka CRDB Bank, upande wa brokerage unit. Pia baada ya hapo kuna taarifa moja muhimu sana ambayo kwa kweli ni a must know. DSE update rules zake ili tuweze kuwekeza. Kuna miongozo inayotuongoza ili kuhakikisha kwamba transparency inakuwepo, accountability inakuwepo, lakini pia mwekezaji analindwa. Kunakuwa hakuna advantages ambazo one party anayo over the other. Kwa hiyo ile session yetu ya unlock value wiki hii kidogo inapumzika, ili focus kubwa ili iwe katika kuzidadavua hizi sheria mpya, ili yetu wewe mwekezaji swahiba, ikifika Jumatatu una play within the rules, unajua kabisa kipi kinawezekana, kipi hakiwezekani. So bila kupoteza wakati, Ibrahim atakava part ya research, and then tutakuwa tuna market experts, ndugu Imani Muhingo ambaye atakuja vile vile kutupatia analysis nzuri kabisa. Chambuzi huu tunamuitaga all weather, manake kuna muda ni analyst, kuna muda ni mtaalamu wa sheria. Atakuja kutupitisha katika hizi sheria mpya kwa lugha rahisi, lugha rafiki kabisa kwa Mtanzania, kuweza kujua nini kifanyike, nini kimetokea, na wewe kama mwekezaji how do you take advantage of these rules. Karibuni sana. Chats tukiwa tuna maswali tutayaweka katika chats hapo, lakini pia unaweza raise your hand ili uweze kuongea, voice out your opinion, na hii session tungependa iwe very engaging. Ndugu Ibrahim, karibu sasa kwa ajili ya weekly wrap, tuweze kujua soko limeendaje. Asante sana bwana Ali. Sawa, basi wakati tunaanza, naomba tu ni share presentation fupi ambayo tumewatengenezea, ambayo itatusaidia kutuguide katika kuangalia performance ya wiki hii. Nadhani inaweza ikaonekana hapo. Sawa, wiki hii hii ni wiki 20, wiki ya 20 mwaka 2025. Tunaona soko lilichangamka kidogo ukilinganisha na wiki iliyopita. Kwa mauzo ya soko, weekly turnover imepanda kwa 11% hadi bilioni 4 karibia .4. Lakini pia tunaona namba ya hisa ambazo zimekuwa traded pia zimepanda kwa karibia 47, na hii pia tunaona kwenye mtaji wa soko, market capitalization, pia imepanda. Hapa tunaongelea total market capitalization, mtaji wa soko zima ambao una include hisa za ndani pamoja na hisa ambazo zimekuwa cross listed, au makampuni ya ndani na makampuni ambayo yamekuwa cross listed, pia umepanda kwa 2.7. Pamoja na domestic market capitalization, huu ni mtaji wa hisa za ndani, domestic companies. Kwa hiyo in general soko limechangamka na limekuwa kwa kiasi chake wiki hii. Tukienda kwenye upande wa
turnover au mauzo. Kama tulivyoona hapo awali, mauzo yamepanda kwa 11% ukikompare na wiki iliyopita, na tunaona kampuni ya NMB au kaunta ya NMB ndio ambayo imeuza sana, kwa karibia 30% ya mauzo ya wiki hii yamekuwa attributed kwenda to NMB. Kikubwa ambacho tunakiona wiki hii kwa NMB ni kwamba walitangaza gawio, walideclare dividend ya shilingi 428.85 per share, ambalo litalipwa mwaka huu, na matarajio ni kwamba wanahisa wengi ambao walikuwa hawa tunawaita dividend hunters, wengi wamekuwa very active kwenye hii counter ya NMB. Tukiangalia siku ambayo gawio linatangazwa, bei ya NMB ilikuwa shilingi 6,000, na hiyo kusababisha dividend yield kuwa 7.1 au 7.1. Tunaona kwamba dividend yield ya NMB imeshuka kidogo ukikompea mwaka jana, ambapo katika siku ambayo inatangazwa ili amount to 7.3. Kwa hiyo kuna point chache hapo, dividend yield imeshuka, japo amount au ile thamani ya dividend yenyewe imeongezeka. Mwaka jana walilipa shilingi 361.18, tunaona mwaka huu wamelipa shilingi 428.85 per share. Kwa hiyo wanahisa wa NMB watakuwa wanacheka baada ya hizi taarifa. Tunaona CRDB imekuwa ya pili katika mauzo. CRDB inafanya vizuri sokoni, actually tangia mwaka huu uanze CRDB inafanya vizuri sana, na pamoja na kwamba kile kipindi sasa hivi shares za CRDB zina trade ex dividend, kwa maana kwamba watu wote ambao wananunua hisa za CRDB hawatopata gawio la shilingi 65 ambalo limetangazwa mwaka huu, lakini bado tunaona share counter inakuwa active na wawekezaji wengi wanaikimbilia hii counter ya CRDB, na hii ni kwa sababu CRDB inafanya vizuri. Jumamosi hii CRDB au kesho tuseme, kutakuwa kuna AGM, kwa kuna mengi ambayo yanatarajia kusikika pale CRDB. Tunakaribisha sana, itakuwa live kwenye YouTube na channel zetu. Tunawakaribisha sana wanahisa wote CRDB kuparticipate katika AGM. Tunaona counter ya TCC imekuwa ya tatu kwenye turnover. Counter ya TCC actually, taarifa ni kwamba wiki hii around tarehe 13, nadhani ilikuwa ni Jumanne, ndo walikuwa wanalipa ile final dividend yao ya shilingi 550, na tunaona kwamba pia wanahisa wengi wamekuwa wakikimbilia hii counter. Tusisahau kwamba kwa financial year 2024 TCC pia walitangaza na kulipa dividend ambayo ilikuwa ni interim dividend ya shilingi 300. Hiyo ilikuwa ni mwezi wa 10 mwaka jana. Kwa hiyo hii ukiongeza na hii final dividend inakuwa around shilingi 850. Tunafahamu kwamba bei ya TCC huwa imegota pale, na sababu kubwa ni zile sheria za trading ambazo baada tu ya hii session tutaenda kuzigusia mabadiliko yake, lakini kwa ile bei ya shilingi 17,000 per share, hii inaleta dividend yield ya 5%, ambao pia ni nzuri na imesababisha wanahisa wengi, kama nilivyotaja wale mwanzoni, dividend hunters, kuikimbilia hii counter. Na kwa sababu ukilinganisha na mwaka jana gawio ilikuwa shilingi 300 tu, ambayo ilikuwa ni around 1.76 ya dividend yield. Kwa hiyo imefanya vizuri, lakini pia tunaona TCCL na DCB wamekuwa pia top movers. Sana sana DCB na hao TCCL tumeona kuna block trades ambazo zimepita wiki hii, ambayo imefanya hizi counter ziingie kwenye hawa top movers. Okay. Sawa. Hapa tukiangalia kwenye upande wa gainers and losers wiki hii,
Sana sana tukifocus na kampuni za ndani, kwa sababu tunafahamu kwamba kampuni za nje hizi ambazo ni cross listed, kuna aspect ya bei yake kupanda au kushuka, lakini pia kuna aspect ya exchange rate kupanda na kushuka. Yote inaweza kusababisha price kupanda na kushuka, lakini tunaona kwenye soko la ndani DSE, Dar es Salaam Stock Exchange, huyu ndio mmiliki wa exchange yenyewe, lakini pia amekuwa self listed, bei yake imepanda sana kwa karibia 13%. Pia Afriprice tunaona wiki hii na wiki iliyopita bei yake imekuwa it's on an upward trajectory, na wamefanya pia vizuri na imekuwa the second local price gainer. Maendeleo Bank MBP pia wamepanda kwa 10%. DCB hii counter bei yake imepanda, ambapo wiki zilizopita tulikuwa tunaona kwamba tuseme kabla ilikuwa inashuka, lakini sasa hivi ukiangalia Jumatatu mpaka leo DCB imefanya vizuri, imepanda kwa 8.7%, ikifuatiwa na Mkombozi Bank. Mkombozi umefanya vizuri, wametoa results zao za mwaka jana na za mwaka huu pia wameonyesha kufanya vizuri. Cost to income ratio yao imepungua, non performing loans zao pia zimepungua, na wamekuwa wakionyesha a very good trajectory. Lakini pia Swissport wamepanda kwa 2.7%, na TPCC au Twiga Cement wamepanda kwa karibia 1%. Hizi kaunta mbili, naongelea Swissport na Twiga Cement, hawa walitangaza magawio. Swissport alitangaza gawio la shilingi 70.72, lakini Twiga Cement pia wametangaza gawio la shilingi 600 kwa kila share. Kwa hiyo mwenendo ni ule ule kama tulivyoona kwa NMB na TCC. Hawa ni dividend hunters, wanaitafuta sana hizi counter kwa sababu pia wanatafuta hizi dividend na hopefully kwa kuenjoy performance ya kampuni katika kipindi kinachokuja. Tukiangalia kwenye upande wa investor participation, nani aliparticipate sana kwenye kuuza na kununua shares wiki hii? Tunaona kwamba asilimia kubwa sana ya turnover imeenda kwa local players wa Tanzania. Wamekuwa kwa asilimia kubwa. Kwa mfano kwenye ununuzi, kwenye buy side totally dominated na Tanzania, lakini kwenye sell side tunaona foreigners wameuza kwa karibu 8%, na hii trend imekuwa ikionekana kwa muda mrefu sasa. Kwa miaka mingi tunaona foreigners wamekuwa wakitoka, na ukiangalia au ukikompare na turnover, net foreign outflow, yani ukichukua ile net ya amount ambao foreigners wameuza, actually yote ina amount to close to milioni 350 ambao imeenda kama net foreign outflow. Sawa. Kwenye upande wa secondary market, kwenye upande wa bonds, hapa tunaangalia both bonds au hati fungani za serikali pamoja na hati fungani za makampuni. Tukianza na kwa hiyo kwanza tukiangalia in its totality, turnover au mauzo ya hati fungani, hapa tunaongelea both government na corporate bonds, imepanda sana, imekuwa shilingi bilioni 133.8, ambao ni tuseme zaidi ya mara 6, more than 6.6 times the turnover ya wiki iliyopita. Na sababu kubwa ni kwamba wiki iliyopita kulikuwa kuna mnada, nadhani wa miaka 25, na kwa hiyo tumeona wiki hii wale ambao tunaona kuna hela nyingi sana hazikuchukuliwa na BOT. Kwa hiyo wale investors ambao wanapenda sana treasury bonds walikuwa wanazitafuta kwenye secondary market na wale ambao waliweza kuingia kwa bei nzuri tumeona wakiziuza, na hata zile hati fungani za miaka 25 ndo ambazo zimeuzika sana wiki hii, na hiyo ndo sababu kuu ambayo
tumeona turnover ya wiki hii imekuwa kubwa sana, ila tukiangalia kwenye upande wa hati fungani za serikali turnover yake ilikuwa ni bilioni 133.6. Tunaona kwamba hati fungani za miaka 25 ambayo ina correspond na mnada uliopita umeaccount karibia 70% ya turnover ya soko, zikifuatiwa na hati fungani za miaka 20 na mwisho wa hati fungani za miaka 15 ndo zimeaccount for 0.2%. Kwa tunaona hizi hati fungani za miaka 25 zikidominate mauzo ya soko. Lakini wiki hii pia kwenye upande wa hati fungani za makampuni tunaona NMB, bond ya NMB pamoja na Samia Infrastructure Bond ya CRDB ndio ambazo zimetrade wiki hii, ambapo turnover yake, the total turnover ni milioni 190, huku NMB wakidominate kwa karibu 66% ya turnover. Hapa tunajaribu kuangalia serikali ya Tanzania, tuna compare kiasi ambacho walikuwa wanataka kukopa kutokana na budget ya mwaka huu, na maanisha 2024-2025, pamoja na matokeo ya minada. Kwa hiyo kama tunakumbuka vizuri, serikali ilitarajia kukopa kutoka ndani takriban trilioni 6.6 kama tunavyoona hapo kwenye hiyo column iliyoandikwa budget, na hiyo column iliyoandikwa budget hapo tunaona hiyo ndo allocation ambayo serikali ilikuwa inatarajia kupata hii mikopo. Kwa hiyo tunaona zile T-bills za mwaka moja au siku 364, 2 years all the way mpaka 25 years. Tunaona kwamba sasa just kuweka maelezo vizuri, hizi zote kwenye upande wa successful bids, hizi ni zinaitwa competitive bids. Hizi ndio ambazo wakati wa kubid investors huwa wana compete, huwa wanaweka bei zao ambazo wanataka kuingia nazo. Kwa hiyo unakuta serikali depending on bei gani watakubali iwe the minimum price or the minimum successful price, wengine wanaweza wakapata na wengine wanaweza kakosa. Lakini tusisahau kwamba kuna non competitive. Hii ni kwa wale ambao hawataki kucompete na wengine. Hawa wanaruhusiwa pia kubid na serikali inakuwa inapokea bid zao, lakini kwa bahati mbaya au nzuri hawatangazi ni kiasi gani imechukuliwa as non competitive. Kwa hiyo nilikuwa nataka tu kuweka hiyo disclaimer. Tunaona kwamba ukiangalia tu the competitive bids zimechukuliwa trilioni 5.6 so far mpaka huu mnada wa juzi wa T-bills, zimechukuliwa trilioni 5.6 ambao ni, ukiangalia kutokana na ile budget ambayo serikali walitaka kukopa kutoka ndani ni 84.5%. Hii ina exclude zile non-competitive bids. Tunaona the overall bid to cover. Bid to cover, nikisema bid to cover na maanisha pale ambapo serikali wame call for tender na wanahisa wamebid. Wanahisa wamebid 1.5 times kile kiasi ambacho serikali walikuwa tayari kukopa. Kwamba serikali wangetaka kukopa milioni 100, basi sisi wananchi ambao ndo tunakopesha serikali tumetoa labda milioni 150. Kwa hiyo kwa maana kwamba investors walikuwa na hela nyingi na walikuwa wako tayari kuikopesha serikali juu ya kile kiasi ambacho serikali wanataka kwa 1.5 times. Lakini pia kumekuwa kuna minada 79 na katika tenure au term ya miaka tunaona kwamba minada ya miaka 10 na minada ya treasury bonds ya miaka 15
kidogo zimekuwa less popular in terms of bid to cover ratio, kwa sababu tunaona minada ya miaka 25 ndio ambayo ina bid to cover kubwa ya 2.4 times. Na hii pamoja na kwamba serikali imefanya mabadiliko kwenye zile coupon zake ambazo ukikompare na coupon za minada iliyopita, bado pia of course one of the aim was to bring more activity towards this more, tuseme, medium term bonds. Matokeo ya so far ya mwaka huu 2024-25 yameonyesha kwamba hizi 10 mbili kidogo zimekuwa less popular. Kwa kumalizia ripoti yetu ya wiki, tunaangaza tu kwamba minada inayokuja, tunaona wiki ijayo kuna mnada wa miaka 5 ambao kuponi yake ni 13%, utafanyika tarehe 21. Lakini tukiangalia hii minada treasury bond, kuna mnada wa miaka 25 unakuja tena June tarehe 4, mnada wa miaka 20 June tarehe 18, na kwa kumalizia mnada wa miaka 15. Huu ndo utakuwa mnada wa mwisho wa hii financial year, June tarehe 25, ambazo zote zitakuwa ni reopening. Hizi zote zilikuwa newly issued mwanzo mwaka huu, kwa hiyo zinakuwa reopened. Baada ya kusema hayo, nashukuru sana. Hiyo ndo ilikuwa performance kwa kifupi tu ya masoko yetu wiki hii. Naomba sasa nimrudishie Ami Julian Mwamunyi hichi kijiti, ili kama kuna maswali tunaweza tukayachukua au tukaingia katika mada yetu kuu, ambayo ni kuelewa zile changes za sheria, trading rules ambazo zimekuwa issued na DSE wiki hii. Mr. Ami, karibu sana. Asante sana Ibra. Kwanza let me appreciate you kwa hii presentation ulioiandaa. Kwa kweli iko very comprehensive na informative. I appreciate that kwa kweli. Hongera sana Ibrahim. Meanwhile, akati naweka mambo sawa, naomba nimkaribishe Lwitiko Mbilinyi, our trader, aweze kutoa maoni yake juu ya hii performance ya soko la wiki hili, yeye analionaje kama trader na kadhalika. Karibu Lwitiko. Shukran sana Ami. Shukran sana ndugu wawekezaji. Kwa kweli tumekuwa na wiki moja nzuri sana. Performance imekuwa nzuri, activities zinazidi kuongezeka sokoni, na mwitikio wa wanahisa kuwekeza, wawekezaji kuwekeza umekuwa ni mkubwa sana katika pande zote mbili, upande wa hisa na upande wa hati fungani. Na tumeona kwamba tumekuwa na turnover kubwa sana ya hati fungani, kama ilivyo ada. Baada ya mnada watu wengi wanakuja kununua kwenye soko la pili, wale waliokosa. Kwa hiyo inaona activities zinazidi kuwa nyingi sana sokoni. Lakini pia hata kwenye upande wa hisa, zamani ilikuwa ni kitu cha kawaida kabisa kuna counter 2 au 3 ndio zina trade, lakini sasa hivi counters nyingi sana zimekuwa active zikitrade, na kwa hizi sheria mpya ambazo zimekuja, naamini kutakuwa kuna counters nyingi sana za kutrade. Hivyo basi ni fursa kwa wewe mwana investor kuanza kuwekeza sasa hivi, kwa sababu you have more options, na kama una hisa katika baadhi ya kampuni ni muda mzuri sana wa kuendelea kufanya diversification na kuongeza uwekezaji kwenye kampuni mbalimbali ili uweze kupata haya matunda. Kwa haraka tu kuna maswali mawili kwenye chat hapa, naomba ni address. Mengine nimeshaweza kuaddress, lakini kuna ndugu Tony hapa kauliza kwamba kwa nini serikali scope 100% ndani kama watu wana appetite na uwezo huo wanao. Na ningependa of course hii issue iko kwa Commission of Debt zaidi, lakini serikali ina mikakati, na sio kama katika mikakati yake madeni ya ndani tunaweza katosheleza kutimiza hiyo mikakati. Na pia kama ulivyoweza kuona kwamba kwa bahati nzuri mbaya soko letu limekuwa very interested na Kenya za muda mrefu. Sasa kama serikali na appetite ya muda mfupi pia makuta inamsumbua kidogo, lakini pia kuna baadhi ya mikopo ambayo inakuja kwa riba nafuu sana kuliko hizo tunazoziona hapa sokoni. Kuna baadhi ya especially ukiangalia project kubwa kama SGR nini uta zimefinancewa kwa very 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 low interest rate cost. Kwa hiyo unakuta kabisa kwamba kuna muda mwingine ni much more beneficial kwa serikali kwenda kukopa nje ya nchi kuliko kukopa ndani.
Kuna swali la Albert na naona kuna hii concern imekuwa ni watu wengi, nimejaribu kumjibu Albert. Kama niendelee kumjibu kwamba kesho tuna AGM na najua kuna watu wengi wanajaribu kuingia, na bahati nzuri CRDB amewatengenezea platform wanahisa kuweza kuingia kwenye AGM kwa kutumia sim banking. Kama unapata tatizo lolote, kwa namba ya simu Albert nimekuwekea hapo, naomba umpigie huyo, atakujaribu atakuelewesha vizuri kuhusiana na jinsi ya kuweza kuingia. Asante, naona nisha address maswali yote, na naomba nisisitize tu kidogo, kama mtu yote ana swali, naomba tutumie Q&A session. Upande wa chat kwa ajili ya comments tu ambazo zitaje kujibiwa. Ukienda kwenye Q&A pale inakuwa ni rahisi kukujibu kama tutakosa muda wa kuweza kujibu hapa. Asante sana Ami, naomba nirudishe kwako. Asante sana Ritiko. Sasa tunakuja kwenye mada mama ya session ya leo. Moja ya highlight kubwa sana ndani ya soko wiki hili ilikuwa ni update ama revision ya DSE na CMSA ambayo ni mamlaka ya masoko ya mitaji na amana, kufanya revision ya zile Dar es Salaam Stock Exchange Trading Rules. Hizi ni sheria zinazotoa mwongozo wa nini kifanyike, market participants wa behave vipi ndani ya soko, kipi kipo ndani ya sheria, kipi kipo nje ya sheria. Hili ni swala la msingi sana kwa kila mwekezaji. Bila kupoteza na wakati, naomba nimkaribishe Imani Muhingo ambaye atatupatia evolution ya hizi sheria, zilianzia wapi, lakini kuna mabadiliko kadha wa kadha yalitokea hapo katikati and so on mpaka hapa tulipofika tumefikaje, na baada ya hapo tutaanza moja kwa moja katika haya mabadiliko mapya, nini kama wawekezaji tutarajie na mabadiliko actually ni yapi. Karibu sana Imani Muhingo. Asante sana Ami. Kama ulivyotambulisha, kwanza niwakaribishe watu wote walioingia kwenye webinar kwenye session yetu ya leo. Niwashukuru kwa kutenga muda wenu jioni ya leo. Ni Ijumaa, mmekuja kusikiliza stories za sokoni, lakini pia niungane na wewe Ami kumpongeza Ibrahim presentation ya leo. Kwa kweli sasa kwenye bonds, that was superb, hongera sana. That was crucial information. I'm sure wawekezaji wenyewe ambao wataenda kwenye minada wameondoka na kitu kikubwa mno. Niongezee pia kidogo kwenye ile swali liloulizwa la kwa nini serikali kama watu ndani wameonyesha appetite ya kukopesha serikali, kwa nini serikali si focus ndani. I think hiyo imekuwa ni issue for some time, kwamba riba, watu wanaongelea riba kwamba ziko juu, na tunajua primary objective ya benki kuu ni kudeal na inflation, ambayo ina control vipi inflation na deal na interest rates. Tunakumbuka Januari mwaka jana nadhani benki kuu ilihamia kwenye control ya money supply, kutoka kwenye target amount ya pesa kwenye mzunguko kwenda kwenye bei ya pesa ambayo ni interest rate, ambayo tunajua central bank rate ameiset at 6% kama bei ya pesa, na ameanka na 7 days interbank rate ambayo ni rate ambayo mabenki yanakopeshana. Sasa hapo tuseme benki kuu akianza kukopa hela yote ndani, hiyo riba maana yake atapanda, ataanza kutoa hii mikopo, ataanza kuchukua mikopo kwa riba ya juu sana, ambayo riba itapanda mno, ata crowd out private sector, watu watashindwa kukopa, maana mabenki nayo atapandisha riba. Kama benki anaweza kumkopesha benki kuu sei kwa riba ya 18% 19%, na wewe unataka kwenda kukopa kwa 18% 19%, benki ni bora benki, hata ungekuwa ni wewe, ni bora ukopeshe serikali kuliko kumkopesha mtu binafsi ambaye ana risk ya kudefault. Kwa hiyo ikitokea hizi riba zikapanda, inaumiza mzunguko wa pesa kwenye uchumi. Hela yote itakuwa inaenda serikalini na inaitwa crowding out effect. Kwa hiyo ndio maana kuna deni atakopa ndani, na hiyo ni sababu moja hapo. Sababu nyingine ni kwa sababu madeni ukikopa nje tunapata foreign currency, lakini pia mikopo inakuja na miradi. Unakuta kuna mradi unataka kuwa implemented hapa, mtu anakuja kutengeneza, anakuja na mkopo, ambao mikopo mingi ya nje ni concessional loans, ni mikopo ya bei nafuu kama alivyosema Ritiko. Kwa hiyo sio afya kwa serikali kuamua kufocus na kukopa ndani tu, hata kama kuna appetite. Lazima balance kote Sawa, hapo nasikika? Kama sauti bado iko chini, naomba hata kwenye comment. Kwa hiyo
I would say sio rafiki kwa serikali kukopa ndani tu badala ya kugawa kutengeneza balance. Sasa kurudi kwenye session ya leo, asante Ami kwa introduce. Kama tunavyojua during the week, kwanza ilitoka circular, I think wiki iliyopita, ilitoka tangazo press release wiki iliyopita, a joint press release between CMSA na DSE ambao walisema wame amend some trading rules wakazitaja pale lakini tukawa tunasubiri hizo specific amendments zitakuwaje. Na wiki hii imetoka circular, I think ni jana au juzi imetoka circular kutoka DSE ikielezea specifics ya hizo trading rules zimekuwaje. And I think watu walioattend AGM za DSE, nakumbuka AGM ya mwaka juzi, ili swali liliulizwa kwa chairman wa DSE ambao akasema sisi tumesha draft hii kitu, tumepeleka kwa regulator, tunasubiri approval. Kwa hiyo nilikuwa ni madai ya shareholders wa DSE na wawekezaji sokoni for quite some time, maybe I would say 2-3 years, wakidai trading rules zibadilike kwa sababu watu walikuwa wanaona kwamba zimetengeneza some illiquidity kwenye some counters au zina limit movement kwenye some counters. Kwa hiyo watu walikuwa wanadai maybe itokee some relaxation ya hizi trading rules, na hii draft ambao walisema DSE imekwenda CMSA, nadhani ndio hii sasa imekuwa implemented. CMSA wameapprove na imekuja kwa umma kwa ajili ya kuliwa, kwa ajili ya consumption. Kwa hiyo focus ya hii webinar leo ni kuziangalia hizo amendments zimekuaje, na hizi trading rules zimekuwa zinabadilika for some time. Ukiangalia wakati soko linaanza ilikuwa wanaonunua shares ilikuwa ni locals peke yake, 1996 1998 locals peke yake, ikaja ikabadilishwa I think 2003 wakaruhusiwa foreign investors mpaka 60%, ilikuwa hatakiwi kuvuka 60% ya kampuni. Then 2014 na kuonyesha impact kwamba kwenye zikibadilikaga trading rules muda mwingine zinakuwa na impact, 2014 ikaruhusiwa foreigners wakaruhusiwa kununua mpaka 100%. I think ilikuwa Oktoba 2014 wakaruhusiwa mpaka kununua mpaka 100%. And 2015 ikawa golden year DSE, turnover ikapanda mpaka 1 trillion. I think stock zote, most stocks zilipanda, zilifika the highest prices in 2015 baada ya kubadilisha hiyo sheria moja tu, na imeenda mpaka 2019 kulikuwa na some amendments tena, and then 2022 wakafanya some relaxation, na sasa hivi tunaona some another relaxation imetokea ambazo tutaziona hapa specifics ni zipi, lakini lengo ni kuimprove kwa sababu unajua soko lina miaka 30, effective sasa hivi ni miaka 20 kwa sababu limeanza 1996. Sasa hivi I would say miaka 29 inaelekea miaka 30. Kwa hiyo ni soko changa ukilinganisha kwa mfano la Nairobi lilianza 1950s. Soko letu limeanza ni soko changa, limelelewa, bado na stocks chache. Kwa hiyo mamlaka na DSE wenyewe wako very keen, wanaangalia kulinda wawekezaji lakini pia kuhakikisha kuna activities sokoni. Kwa hiyo wamekuwa wanakwenda, unajua mnaenda mnajifunza, mnaona hiki kinafanya vizuri, mnajifunza. Naona comment kwamba slides are not moving, bado hatujaanza the introduction, lakini ndio kwamba CMSA na DSE wamekuwa active wakiangalia wapi ambapo wanaweza waka improve. Sasa hii wameona wapi wanaweza waka improve kwenye hizi trading rules, ndio hizi sasa zimekuwa published, and hapa tukaziangalie sasa nini kimebadilishwa na tunadhani kitatokea impact gani. So updates kuanzia slide ya kwanza tutaangalia tu kilichobadilika na maybe what that means, lakini objective kama nilivyogusia ni kuimprove activities za soko, na hizi specifically wamefanya kuimprove price discovery na market liquidity. Kama nilivyosema, wawekezaji na shareholders for some time wamekuwa wanalalamika kwamba kuna some rules ambazo zilikuwa zinasababisha kunakuwa na illiquid stocks au stocks zinakuwa stagnant as move, ambayo ina complicate price discovery. Yani kuna watu wanawezekana wako tayari kuuza kwa bei ya chini lakini hawawezi kwa sababu price discovery iko limited to some area. Kwa hiyo lengo la hili na hata kwenye ile press release walivyosema ni kuimprove price discovery na kuongeza activities sokoni, lakini pia kuongeza efficiency kwa wote, retail na institutional investors, participants wote wa sokoni. Lengo la hizi sheria ni kuimprove efficiency yao, kuenhance efficiency ya wao, participation yao sokoni, na zimekuwa published kama nilivyosema jana. Cycle imekuwa published jana hizo amendments, lakini implementation itaanza tarehe 2 June. Kwa hiyo impact yote tutakayodhania hapa tunategemea kwanza kuiona kuanzia tarehe 2 maybe tarehe 3 June mwezi wa 6. Sasa kwenye sheria specifics, definition ya block trade imebadilika. So block trade definition yake ni kwamba ni block moja la shares
ambayo ina transact, yani transaction moja ambayo inabeba value, specific value ya number of shares inakuwa traded kwenye transaction moja. Na kabla ya 2019 zilikuwa value hiyo definition ilikuwa inacheza value ya bilioni 1 ikashushwa mpaka milioni 200 ku facilitate watu wengi zaidi kutumia block transaction. Na sasa hivi tunaona kwenye hizi trading rules mpya imepandishwa mpaka milioni 250. Kwa block trade sasa hivi definition ya DSE ya block trade ni transaction yenye value, transaction ya equities specifically yenye value ya milioni 250 and above, then unaweza ukatrade kama block transaction. Na sifa za block transaction ni kwamba limit za bei, yani hizi tutaziona hizi price limits hazi apply kwenye block transaction. Kwenye block transaction unaweza ukatrade kwa bei yote as long as two parties have agreed to trade at that price and the value is 250 million or above 250 million. Hiyo bei inaweza ikapita, lakini iwe justified na valuation. Ndio regulations za 2019 zilikuwa zinataka kuwe na justification ya valuation report ya hiyo block trade. Kwa hiyo ukitengeneza value, hata kama kwa mfano tukisema CRDB sasa hivi ni 800 sokoni, lakini watu wakakubaliana kuuziana kwa shilingi 2000, wakijustify kwamba bwana, sisi tumeona value yake ni shilingi 2000, then wanaruhusiwa trade kwa shilingi 2000 sokoni kwenye block transaction. Mtu akaangalia labda akaona Twiga Cement maybe ni 5000, lakini watu wakakubaliana bei ya 1500, wakijustify kwamba sisi tunaona value ni 1500, then wataruhusiwa kutrade, lakini ni specific transaction for watu two parties ambayo inazidi milioni 250. Single lot ni kukiwa na one buyer na one seller ikapita mara moja, hiyo ni single lot, kwamba ni number of transaction fulani. Kama hapo tunaona mfano ni share 50 za CRDB zimetradewa kutoka kwa party A zimekwenda kwa party B, then hiyo ni single lot. Volume weighted average price. Volume weighted average price ni average price ya siku, ni volume weighted, kwa maana yake unachukua volume ya hiyo siku average kwa volume, yani kila volume iliyopita na bei yake unazidisha, afu unakuja kutafuta average, unapata average ya siku nzima. Sasa hii technically weighted average, hii volume weighted average price ndio inakuwa closing price kama some limitations zimekuwa met, some conditions zimekuwa met. Volume weighted average price considering the tick sizes, tutaziona tick sizes huko mbele, kwa hiyo inakuwa rounded off. So for instance, volume weighted average price ni 103, itakuwa rounded off chini to 100 kamili. Kwa volume weighted average price ni 103, inatakiwa ifunge kwenye 103, lakini hatuwezi kuishia bei ya 103 kwa sababu ya tick sizes ambazo tutaziona huko mbele, kwa hiyo itakuwa rounded off to 100 kamili. Kwa hiyo volume weighted average price ni ile bei, volume ni weighted average ya siku ile. Kwa transaction, kwa mfano labda counter ya Nicole imetrade, wamemaliza siku, soko limefunga, ile jioni saa 10 soko limefunga, unaangalia weighted average price ya siku ile, volume zote zilizopita na bei zake, unatafuta average, and then hiyo unayoipata kama meet some conditions ambazo tutaziona, hiyo ndio closing price. Lakini sasa ikiwa iko kwenye odd lot, tuseme kama nje ya zile tick sizes, inakuwa rounded off to the nearest. Kwa hiyo ndio volume weighted average price, ambao kuna definition pia nyingine ya closing price, ndio volume weighted average price as long as zile conditions zimekuwa met. Price cap limit ni ndio zile bandwidth, kama control daily prices movement range based on market cap. Kwa hiyo inaangaa bei ya stock inaweza ka move kwa asilimia ngapi, ndio limit yake hiyo, kwamba inaweza ka move either kwa 10% au kwa 5% au kwa 2%, tutaona huko baadaye, au 15%. Hiyo limit ya movement ya bei, hiyo ndio price cap limit. Kwa hiyo hizi ni definition ambazo zimebadilishwa, zimekuwa improved kwenye hii circular, au zimekuwa amended tofauti na zilivyokuwa zamani. National ID requirement kwenye hii circular pia inasema mtu sasa hivi kufungua CDS unahitaji NIDA. Zamani tulikuwa tunapokea leseni ya dereva, tulikuwa tunapokea passport, tulikuwa tunapokea IDs kadhaa, kitambulisho cha kura na vitu kama hivyo. Kulikuwa na ID kama 4 zinakubalika. Sasa hivi ni NIDA peke yake, NIDA tu. Ni kama unavyofungua account ya benki unahitaji NIDA tu. Kwa hiyo sasa hivi mtu ukitaka kufungua CDS unahitaji NIDA ID, na kama hujafungua CDS yako kwa kutumia NIDA unahitajika pia update your information, uende ukapeleke NIDA. Sasa hivi Watanzania wengi wana NIDA kasoro watoto miaka 18, lakini unahitaji kupeleka NIDA namba yako, update information zako ili utambulike na CDS account yako iwe valid. Hawajasema chochote kwamba zitafungwa au vipi, lakini najua zitahitaji hizo information kuwa updated. Pia muda wa kutrade sokoni, kama watu wanafuatilia soko wanajua kwamba ilikuwa soko linafunguliwa saa 4 kamili.
muda ambao wanaanza kupokea order saa 4 kamili mpaka saa 4 na nusu, and then kuanzia saa 4 na nusu soko lina trade mpaka saa 10 kamili jioni. Lakini sasa hivi wameongeza muda wa kutrade, maana yake ule muda wa kufungua soko umetoka saa 4 kamili umeshuka mpaka saa 3 kamili. Kwa hiyo pre-opening hiyo tunaona hapo saa 3 kamili inaonekana kwenye hii new market hours phases. Pre-opening ni saa 3 mpaka saa 3 na nusu. Kwa hiyo muda order zinaingia kwenye ubao, lakini hamna transaction inafanyika. Ile transaction kufanyika, matching ya hizi orders inakuja kutokea kuanzia saa 3 na nusu mpaka saa 10. Hapo ndio hizi transaction inaweza kuendelea. Kwa hiyo saa 3 unaweza kuingiza order ikaingia kabla ya saa 3, ukisipo ukiingiza order saa 2 na nusu order haitapokelewa sokoni. Ila kishafika saa 3 order inaanza kupokelewa, na hii imekuwa amended kutoka saa 4 imekuja saa 3. Na hapo naona kuna mfano kwamba unaweza kuweka order saa 3 na dakika 10, lakini kutrade itaanza saa 3 kamili. Lakini baada ya saa 10 pia order zitapokelewa sokoni mpaka kesho yake saa 3 asubuhi, tena ndio order zitaanza kupokelewa na zitaanza kuwa executed kuanzia saa 3 na nusu. Kwa hiyo inaongeza tu muda, na kama ambavyo sheria zinasema objective yake ilikuwa ni price discovery na kuongeza efficiency na liquidity, maana kuongeza muda pia wa hizi transactions kufanyika inachangamsha, inaongeza muda wa watu kuweza kuweka order muda ambao soko liko active, inaongeza muda zaidi, kwa inaweza kuongeza efficiency. Tumegusia tick sizes hapo mwanzo. Sasa tick sizes hizi hapa na zenyewe zimebadilishwa. So tick sizes sasa hivi ni kwa counter zote ambazo bei yake ni chini ya 1000 zina move kwa shilingi 5. Kwa hiyo huwezi kwa mfano Apologies, kuna issue kidogo ya mtandao. Kama amerudi. Samanini tehama bwana, kwa limehamia kwenye mashine nyingine. So tick sizes kama unaona kama ni CRDB iko 800 inaweza ikaenda mpaka 795 au 805. Kwa hiyo uwezi ukaweka order ya 803 au 802 au 796. Kwa hiyo hizi bei zina move kwa 5. Bei zote ambazo ziko chini ya 1000, bei zote ambazo ziko zaidi ya 1000 zina move kwa bei ya 10. Kwa hiyo 2700 ili haiwezi kwenda 2715, inabidi iende 2700, inabidi iende 2710 au 2690 au 2720. Kwa hiyo zitaenda kwa nani ya 10. Zamani tick sizes zilikuwa zimegawanyika kwenye bands nyingi. Hizi 5 zilikuwa chini ya 500, afu ilikuja 10 ilikuwa inaenda mpaka shilingi 100 nadhani. Kwa counter za juu huko za zaidi ya 5000 sio 10000 ilikuwa inaenda mpaka shilingi 100. Lakini sasa hivi zimeshushwa kwa ziko 2, na hii inaongeza price discovery, kwa sababu hata kama bei ni 10000 unaweza kuweka 10005, 10005 kwa definition rahisi zaidi, au 10000 na 10010 maana yake. Tofauti na zamani ilikuwa labda 100 naenda kwa 100, watu wanaanza kubana bei tofauti. Sasa hivi inaruhusu price discovery nzuri zaidi. Kwa tick sizes nazo zimekuwa improved. Kama hapa comment inavyosema smoother price changes and less random fluctuation in small cap stocks. Kwa hizi sasa stocks za juu ambazo zilikuwa na bei kubwa inafanya hata watu kucompete sokoni, inaongezea wigo zaidi wa kucompete. Kwa mfano mtu alikuwa anaweza kuweka order 5100, anayekuja ilibidi aweke 5200, lakini sasa hivi anayekuja anaweza kuweka 5110, alafu anayefuata kuweka 5120. Kwa watu kucompete na kuwa rahisi, na price discovery inaongezeka efficiency. Sasa kwenye price cap limits, nimegusia price cap limits hapo mwanzo kwamba ni ile kama change ambayo inaruhusiwa ndani ya siku moja, ndani ya trading session moja, change ambayo inaruhusiwa. Ndio sasa hivi hii price cap zinaonekana hapo
ni 15%, 5% na 2%. Sasa ukiziangalia 15% inaruhusiwa kwenye stocks ambazo zina capitalization chini ya trilioni 1. Chini ya trilioni 1 ndani ya siku moja stock inaruhusiwa kumove zaidi ya 10%, it's not more than 15%. Kabla ya hizi sheria ilikuwa ni 10%. Kwa hiyo imeongezwa mpaka 15 ili kuruhusu bei kumove zaidi, kuruhusu some volatility, some healthy volatility na price discovery improve. Sasa kwa hiyo counter zote ambazo ziko chini ya trilioni 1 zinaweza zikamove ndani ya siku moja bei kamove kwa 15%. Counter ambazo ziko zaidi ya trilioni, capitalization iko zaidi ya trilioni 1 zimegawanyika sehemu mbili. Kuna ambazo zina shares zaidi ya bilioni 2 na ambazo zina shares chini ya bilioni 2. Hizi ni number of shares. For instance, RDB ana share bilioni 2.6, lakini NMB ana share milioni 500. Kwa hiyo kwa counter ambazo zina capitalization zaidi ya trilioni 1 na shares ni zaidi ya bilioni 2 zinaweza zikamove kwa 5%. Na hapa nikisema capitalization maana yake ni ile thamani ya kampuni nzima ambayo iko listed kwenye soko la hisa. Kwa hiyo unachukua number of shares ya hiyo kampuni unazidisha kwa bei yake sokoni, ndio unapata market capitalization. Kwa counter ambazo market capitalization yake ni zaidi ya trilioni 1 na number of shares ni zaidi ya bilioni 2, ndani ya siku moja inaweza kumove kwa 5%, not more than 5%. Kwa ambazo zina capitalization zaidi ya trilioni 1 na number of shares ni chini ya bilioni 2, zenyewe zinaweza kumove kwa 2% tu. Na hizo counter ziko 3 hapo tumeziweka hapo, ni NMB, TBL na TCC. Hizo zote zina capitalization zaidi ya trilioni 1 lakini number of shares ni less than 2 billion. Ambazo zina zaidi ya trilioni 1 na more than 2 billion shares ni CRDB na Vodacom. Zenyewe zinaweza kumove kwa 5%, lakini hizi nyingine zinaweza kumove kwa 2%. Chini ya trilioni 1 ni 15%. Kabla ilikuwa zote zenye zaidi ya trilioni 1 zinaweza kumove kwa 5%, lakini sasa hivi zimetengwa mara mbili, ambazo share ni chini ya bilioni 2 zinaweza kumove kwa 2%, na hizi bei yake kwa sababu ni kubwa kwa 5%, ni movement ya 5% ni kubwa zaidi ya ambazo bei ziko chini. Kwa hiyo ndio maana nadhani hizi zimebadilishwa, imeshushwa kwenda 2%. Ila the catch is, I think tutaona huko mbele kwamba sasa namba inayobadilisha number of shares ambazo ziko eligible kubadilisha bei nayo imepunguzwa, lakini tutaona hapo mbele. Temporary cap adjustment after corporate action. So kitu kipi ambacho kimekuwa introduced kwenye hizi rules ni kama leeway kampuni zikifanya corporate actions. Masoko ya wenzetu unakuta ikitokea corporate actions zinaondolewa, hizi trading rules zinaondolewa kabisa. Sasa kwetu imewekwa leeway kwamba siku ya corporate action, ikitokea corporate action inaongezeka wigo, unaongezeka wa 5%. Unaongezeka wigo wa 5% on top of ile ile cap ya mwanzo, ile price cap ya mwanzo, ile price cap limit ya mwanzo. So for instance, kwa counter ambazo price cap limit ni 15%, ikitokea wamefanya corporate action. Hapa corporate action ni event yoyote ambayo ina impact au ni material information kwa kampuni, au ni kitu ambacho wamefanya kinaweza kinakuwa na ni taarifa muhimu kwa kampuni, au ni action ambayo kampuni inafanya. For instance, kutangaza gawio, au tuseme wamefanya rights issue, wamebadilisha management, MD kabadilika, labda bodi imejiuzuru, wamekuja bodi mpya, wamefanya extra general meeting, wana some new issues wanataka kuintroduce. Kwa hiyo ikishatokea hivi, kwa sababu assumption ni kwamba ikitokea corporate action, watu wana reprice hiyo share, watu wanaiangalia upya, wanaivalue upya, kwa sababu corporate action wakitangaza matokeo, corporate action ina introduce information mpya kwenye valuation na analysis ya kampuni husika. Kwa hiyo watu sasa, kama kuna information mpya imekuwa introduce na watu wanaanza kureprice, wigo wa kureprice unaongezwa, ili hiyo movement ya bei inaongezwa, ili watu waweze kudiscover price haraka zaidi. For instance, watu walioshiriki kwenye IPO wanajua siku ya kwanza ya IPO hamna price cap limit. Hata kama IPO bei ilikuwa shilingi 500, ile siku ya kwanza ambayo stock imekuwa listed, transactions zake zinaweza zikaenda kokote kule, hamna limit. Kwa sababu sasa soko linakuwa ile bei ambayo inakwenda kwenye IPO ni kampuni imevalue, na transaction advisor wake wameivalue, wanasema this is our value that we think is fair, wanaipeleka sokoni, wanasubscribe, ambao wanaacha. Lakini inavyoingia sokoni sasa,
soko inabidi lipewe muda wa kuprice ile stock ambayo ndio inakuwa ile siku ya kwanza ya transactions, and then closing price ile ndio inakuwa listing price going forward, ndio inaanza sasa price discovery na zile price limits zinaingia. So hapa sasa kwa sababu ni corporate action inakuja, sio IPO ni stock ambayo tayari ilikuwa sokoni, wigo ndio umeongezwa kwa 5%. Kwa stock ambayo ilikuwa price cap limit yake ni 15%, itaongezeka mpaka 20%, kwa ambayo ilikuwa 5% itaongezeka mpaka 10%, na kwa ambayo ilikuwa 2% itaongezeka mpaka 5%. Na hii kitu itawekwa hivyo kwa siku 5 za kazi. Kwa hiyo ikitolewa dividend announcement Jumatatu mpaka Ijumaa, kutakuwa na additional 5% price cap limit kwenye hiyo stock mpaka pale hizo siku 5 za kazi zitapokuwa zimepita. Ni kuruhusu watu kudigest information na kureprice your stock accordingly. Kwa hapa tunachotoa kwenye hii slide, tumeelewa tick sizes ni nini, lakini tumeelewa hizi price cap limits zikoje, ila pia kuangalia corporate actions, muhimu wa corporate actions, dividends ikitangazwa, kampuni ikitoa matokeo, tukifanya webinar tukafocus na kampuni iliyotoa matokeo yake, kuna investor call and the likes, watu wanapewa muda wa kudigest hizo information na kuweza kureprice. Basi those were the changes, were the amendments kwenye hizi trading rules. Hapo sasa nirudishe mpira kwa bwana moderator Ami Julian aendelee na session. Karibu Ami. Asante sana. Asante sana Imani kwa kutupitisha katika haya mabadiliko. Nadhani haya mabadiliko yamekuja muda mwafaka, muda ambao soko kweli limekuwa active. Tumeona kwa kipindi cha wiki mbili tumeona counter kama ya Trigger ikiruka kweli ndani ya soko. Why? Kwa sababu tick size yake ina move kwa 100 kama sikosei. Tumeona the likes of NMB vile bei zake zikiwa zinapanda hivyo. Luitiko, wewe ni trader mzoefu sana. Umekuwepo katika soko likiwa katika regime ya rules tofauti. Nini maoni yako kuhusu hizi changes? Asante ndugu. Kwa sasa hivi nachokiangalia, kwanza nimefurahi sana na matarajio makubwa mno na soko letu tunapoelekea. Naamini kwamba kuna counters nyingi ambazo zilikuwa hazitrade sasa hivi zitaanza kuwa very active sokoni, na hii ni fursa kwa wewe mwekezaji kuweza kuangalia sasa kwamba hisa gani ulikuwa unahisi kwamba inabidi ishuke uishushe, hisa gani unahisi kwamba inatakiwa kupanda zaidi na uipandishe. Na kuna baadhi ya hisa zikishuka ni opportunity kubwa sana ya kuwekeza, kwa sababu sio kama ni kampuni hazifanye vibaya, zinafanya vizuri, zinatoa magawio, lakini bei tu iko juu kidogo pale sokoni, ndio maana unakuta kwamba activities zinakuwa ni sio kubwa kama tulivyoweza kutarajia. Kwa hiyo kwanza kabisa ningependa kupongeza Dar es Salaam Stock Exchange, CMSA na hata brokers ambao wameweza kupioneer hizi sheria ziweze kubadilika kwa namna moja au nyingine, na naamini kabisa kwamba baada ya muda mfupi tu ukiingia sokoni utaona kabisa kwamba counters nyingi, kuna buyers, kuna sellers, na kutakuwa na uwanja mkubwa sana sasa wa kuweza kuwekeza. Kwa hiyo ndugu mwekezaji, kaeke mfuko wako vizuri. Huu ni muda mzuri kabisa wa kutengeneza savings na kuja sokoni ukitaka kupata zile kampuni ambazo ulikuwa unatamani kuzipata kwa zamani. Sasa hivi zinaanza kupatikana, kuna uwezekano baada ya muda zikaanza zinapatikana kwa bei ambayo ni rafiki kidogo. Asante. Asante sana. Kwangu mimi my major highlight ilikuwa ile ambayo inasema kwamba provided that hisa 100 tu zimetradiwa, then that's ile volume weighted price ambayo itakuwa found katika hizo hisa 100 ndio itakuwa closing price. Hii kwa kweli naiona ita-unlock counter nyingi ambazo zimefungwa. Kwa yule mwekezaji mpya kabisa ambaye sasa ana mwaka ndani ya soko, anaweza akawa anajiuliza kwa nini nikiwa naenda kununua naambiwa ninunue counter A, B, C, D, let's say CRDB, Nicol ama Afriprice, lakini naambiwa hii TBL nisiguse kwanza, ama TCCI hiyo imekwama. Kwa nini zilikwama? Of course ni kwa sababu ya hizo flexibility, yani ilikuwa ni ngumu kumeet criteria ambayo inaruhusu bei ya TBL kubadilika. Lakini sasa with these new rules, kwa hizi sheria mpya, kwa hizi taratibu mpya, tuna matumaini kwamba tutaanza kuona activity ikirudi, tutaanza kuona price movement hata katika counters ambazo kwa kweli kwa kipindi kirefu tulikuwa tunatamani na zenyewe zilete activity ndani ya soko, the likes of TBL.
waliokuwa sokoni miaka nyuma, nakwambia moja account iliyokuwa active ilikuwa ni TBL. So hii ni kama ume restore factory settings, yani ni kama umeanza upya. Kwa hiyo with this being said, kwa kweli naona mwamko kwa mkubwa sana kwa wawekezaji wa ndani, lakini vile vile naona wawekezaji wa nje, a few ambao niliweza kushare nao rules wamezipokea very positive, kwa sababu moja pain points ambazo wamekuwa wakikutana nazo ilikuwa siku zote walikuwa nasema, jamani, hizi rules zenu mbona kama zinafunga counter hii na hii na hii. Kwa hiyo tunaanza kuona kabisa kwamba hii itaanza kuleta even attraction kwa wawekezaji ambao wanatoka nje ya nchi. So this is really really good, na naweza nikaungana na Luitiko kuwapongeza Dar es Salaam Stock Exchange, pia kuwapongeza CMSA kwa kutake this huge leap of faith na kuweza kufanya hizi amendments. Sasa ni muda wa maswali, ni muda wa sisi na maswahiba wetu kuweza kuzungumza, kupata maoni yenu, kuona mmepokeaje hizi new rules, expectations zenu zikoje ndani ya soko, nini kitarajiwe na opportunities gani zitatokea. Umeona? Kwa hiyo karibu sana kwa maswali mdau, unaweza raise your hand, lakini pia unaweza ukaandika swali kwenye chat. Naona kuna swali la kwanza hapa kutoka kwa Shija. Kutoka kwa Tony Libariki, anasema hizi new changes bado sijaelewa, ila nahisi when zikiwa kwenye matumizi nitaelewa. Kwa kweli Tony, kwa mwekezaji ambaye amekuepo kwa kipindi cha muda mrefu, inakuwa rahisi kuzielewa hizi rules, lakini ni kuaminisha kabisa kwamba with time utaanza kuzielewa, lakini with time utaanza kuona kuna mabadiliko ndani ya soko. Kuna swali kutoka kwa Shija. Yeye anauliza, je, kama kampuni imefilisika, je, mwekezaji anaweza pata vipi mtaji wake? Ni swali zuri, kwa sababu nadhani leo kulikuwa kuna hata mdahalo ndani ya bunge kuhusu hatima ya wawekezaji kadha wa kadha wa kampuni fulani. Kifupi, unapowekeza kwenye hisa unakuwa ni kama umewekeza kwenye biashara. Biashara ikifanya vizuri, kwa kweli unakuwa mnufaika wa hiyo ya utendaji mzuri wa hiyo biashara. Lakini biashara ikifa, kwa kuwa wewe umeweka mtaji, wataanza kulipwa kwanza wale ambao wanaidai kampuni, kama kutakuwa kuna kitu kimebakia, kama kutakuwa kuna hela yoyote imebakia baada ya hapo, then mwekezaji sasa aliyeweka mtaji kwa upande wa kununua umiliki, huyo sasa anaweza kaangaliwa. Lakini kama kutakuwa kuna mtaji wote umebaki, kwa kweli unakuwa umefilisika pamoja na kampuni. That is the risk you carry unapowekeza kwenye kampuni kama mwekezaji wa hisa. Lakini niwakumbushe tu kwamba unapowekeza pia kwenye kampuni ya hisa, more or less unakuwa exposed na kampuni ambazo ziko katika regulated environment. Mfano tu, banking sector is one of the strongest regulated industries. Kwa hiyo you are much safer ukiwekeza katika soko la hisa kuliko hata kuwekeza katika biashara huko mtaani binafsi, kwa sababu zile unakuta hazina regulations zinazo guide hiyo biashara. Umeona? Kuna swali jingine kutoka kwa Maganga. Kwa hizi new rules, je, inaweza kupelekea share split kwa baadhi ya counter? Naomba hili swali ni mkabidhi Luitiko aweze kulijibu, trader wetu. Asante Ami. Of course share split iko bado ni kitu ambacho ni kampuni yenyewe inaamua kwamba sasa hivi tu split share, sasa hivi tutoe right issue, sasa hivi tutoe bonus shares. Kwa hiyo sio factor kubwa sana ya market, japokuwa ikitokea kama bei imepanda sana sokoni, inaweza pia ikachechemua ile kampuni kuweza kufanya nini, kusplit hizo stock. Kwa hiyo kama kwa kumuelezea kirahisi kabisa kwamba maamuzi makubwa ya kusplit shares ni kampuni yenyewe, na mara nyingi yanaweza kuwa na incentive ya kusplit kama ile bei itapanda sana sokoni. Kwa hiyo ili kuweka more activities na kufanya isiwe expensive sana, anaweza kaamua kuzigawagawa. Lakini kwa kuangalia sasa hivi inaweza ikapunguza pia chances ya baadhi ya kampuni kuwa splitted, kwa sababu kuna baadhi ya shares zilikuwa ziko very expensive, ambao njia moja wapo ya kufanya angalau ziwe cheap ilikuwa ni kuzisplit. Lakini sasa kama zitaanza kutrade sokoni na zitaanza kutrade at a lower price, zitaanza kushuka kwa kuja bei ambayo soko inahitaji ziwepo hapo,
basi unaweza kukuta hata ile urge ya baadhi ya kampuni kusplit ikapungua kidogo. Asante. Asante Luitiko. Kulikuwa kuna swali jingine ambalo hili ningependa kumtupia bwana Imani. Hili swali limetoka kwa Oscar, anasema kwa nini bei ya hisa za benki za CRDB na NMB zinatofautiana sana wakati hizi benki zote ni kubwa sana hapa nchini? Asante Ami. Asante kwa swali zuri kabisa, na hili swali limekuwa linaulizwa mara nyingi, lakini the simple answer is tofauti ya bei inaendana na tofauti ya number of shares. Ukiangalia pale kwenye trading rules tumeweka mifano kwamba counter zote zenye capitalization zaidi ya trilioni 1 na number of shares ni less than 2 billion, movement yake price cap limit ni 2% kwa siku. Haziwezi kamove zaidi ya 2% kwa siku. Bei haiwezi kamove zaidi ya 2% kwa siku. Lakini counter zote zenye capitalization zaidi ya trilioni 1 ila number of shares ni zaidi ya bilioni 2, zenyewe zinaweza kamove kwa 5% kwa siku. Na ukiangalia kwenye hiyo categorization, CRDB yuko kwenye counter ambazo zina shares zaidi ya bilioni 2, wakati NMB yuko kwenye counter ambazo zina shares chini ya bilioni 2. Kwa hata price cap limits zake zimewekwa sasa hivi zimekuwa tofauti. Kwa hiyo the simple answer is kwa sababu ya tofauti ya number of shares. CRDB ana share bilioni 2.6 ambazo ukiangalia bilioni 2.6 kwa shilingi 800, ukaja NMB ana share milioni 500 kwa shilingi 5,500. Ukipiga hapo total capitalization kwa shilingi 6,000, sasa hivi ni shilingi 6,000 imekuwa updated. So kwa shilingi 6,000 share milioni 500, ukipiga hapo total capitalization, tofauti yake sio kubwa sana kama tofauti ya bei ilivyo. Kwa hiyo tofauti yao ni kwa sababu tu ya number of shares. CRDB ana share bilioni 2.6 wakati NMB ana share milioni 500. Back to you Ami. Alright, hapo kabla hujaenda mbali Imani, kuna swali hili na kuuliza hili swali kwa sababu likuwepo kwenye task force. Je, kwenye block trade bado inawezekana kuungana wawekezaji zaidi ya mmoja kama zamani? Hili ni swali kutoka kwa Henry. Asante Ami. Sasa block trade na definition ambayo tulivyoiona wameweka na definition ya single lot. Kwa sababu unajua nimeona kuna swali lingine pia linaloendana kwamba kwa nini block trades zisiondolewe. I think Anta ajibu pamoja. Kwa nini block trades zisiondolewe? Sio kila mtu ana milioni 250 na ili kama zinaweza zikaendelea kuunganishwa. So objective ya block trades ilikuwa ni kuna watu wanauziana share sio kwa sababu ya kufanya uwekezaji. Mtu ashawekeza lakini anazitoa labda kwenye account A anapeleka kwenye account B. Au watu wanalipana madeni au watu wanafanya transaction tofauti na mtu kwamba anafanya kama ni market determined anafanya kitu at fair price au at fair value, ni tofauti. Kwa hiyo kuna watu wanafanya, mtu labda anauza at distress, labda ana shida zake huko, ili shida za mtu mmoja zisi affect movement ya bei ya soko zima. Ndio maana ikaanzishwa hii window ya block trade, ili kusiwe na distortion ya watu ambao wanafanya maamuzi au wanafanya transaction nje ya seeking returns. Kwa hiyo na hiyo maana yake ni mtu mmoja na mmoja au taasisi moja na moja, inakuwa two parties. Party moja anataka kuuza, party moja anataka kununua. Ndio maana sasa hivi hiyo definition ya block trade imekuwa updated na single lot, kwamba single lot ni number of shares zinatoka kwenye party moja zinaenda kwenye party nyingine. Kwa hiyo itakuwa ni party moja to one party ndio ita qualify kuitwa block trade. Na hiyo ndio sababu kwamba block trades zinaendelea kubaki na zimepandishwa tu kwenda milioni 250, ili na hiyo kupandishwa ni kufacilitate hata chini ya milioni market kwa 200 imepanda 250, kufacilitate watu walioko chini wengi waende sokoni zaidi kwenye price determination kuliko inavyoenda kwenye block trade. Back to you Ami. Asante sana. Naomba hili swali linalofuata nimuulize ndugu Luitiko. Swali limeulizwa na Onis. Ndugu Onis anasema for corporate events na hizi 5 working days ni chache, siku zinaanza kuhesabika muda upi? Tangazo likitolewa, example Nicola anatoa tangazo leo tarehe 15 Mei 2025, nitalipa dividend 700 kuanzia tarehe 1 Juni. Je, siku 5 hapo ni zipi? 5 baada ya tangazo au 5 baada ya kuanza kulipa? Asante Ami. Hii upande wa pili unakuwa rahisi zaidi kujibu. Corporate events itahesabika kuanzia pale inapotangazwa. Hiyo ni kwa zote.
in case like kama ni dividend, siku imetangaza dividend ndio siku 5 itaanza kuhesabiwa hapo. Siku imetangaza new management au imetangaza financials zinaanza kuhesabiwa hapo. Kwa siku 5 kuwa chache au nyingi, naamini siku 5 kwa kama soko liko active sawa sawa zinatosha kudiscover bei sokoni inatakiwa kuwa wapi. Lakini pia kumbuka kwamba hii ni bandwidth tu, kwamba like bei ile cap ya kwamba bei inaweza ikamove kwa kiasi gani ndio zina change kwa hizo siku 5, lakini baada hapo bado watu wana uwezo wa kuendelea kudiscover price katika hizo bandwidth ndogo kidogo. Kwa hiyo kwa my take is tulikuwa hatuna kitu kabisa, sasa hivi tunacho, ambapo ni improvement kubwa sana sokoni na tumeipokea, tunaichukua, na kama tuna maoni mengine ya ziada ya kutaka kuziongeza pia tunaweza tukakommunicate huko baadaye wanapokuja kuangalia tena hizo sheria, tukaangalia jinsi ya communicate kama kuna mawazo mapya. Lakini kwa kama soko liko active vizuri na nyie players na participate vizuri sokoni, siku 5 zinatosha kabisa kuhakikisha kwamba tunapata angalau bei ambayo inaeleweka kidogo. Asante sana. Kulikuwa kuna swali kutoka kwa Prosper hapa. Anasema swali langu nadhani litakuwa nje kidogo. Sabani, je, inawezekana kuhamisha hisa kutoka kwenye kampuni moja kuwa hisa za kampuni nyingine, mfano hisa za CRDB kuwa hisa za NMB? Kwanza nimshukuru Valeriano, naona amelijibu hili swali. Amesema inatakiwa uze hisa za kampuni moja na kununua hisa za kampuni nyingine unayopenda. Wataalamu watajibu vema zaidi. Kwanza Valeriano, niseme tu umelijibu kwa usahihi, na mimi kuongezea ni kwamba ni kweli huwezi ukafanya kubadilisha tu kwamba nilikuwa na hisa za NMB sasa hizi naomba ni hizi za NMB zibadilishe hizo za Twiga. Na utakachotakiwa ukifanya ni kurudi sokoni kuziuza hizo hisa za NMB, hela itakavyo settle ile hela. Sasa kama ulikuwa umevutiwa na hisa za kampuni ya CRDB, ndio utaanza sasa kwenda kununua hisa za kampuni ya CRDB. Kama ni Twiga utaenda kununua Twiga na kadhalika. Umeona? Kulikuwa kuna swali jingine hivi kiutaalamu. Kulikuwa kuna maswali mawili ambayo nadhani yatajibiwa kwa pamoja kutoka kwa Kevin. Pia tunaweza kopa na kuweka collateral shares, and if not, when will DSE facilitate this product? Lakini Kevin vile vile akaenda mbele kuuliza swali jingine pia. Sorry, nadhani nimeona vibaya. Nadhani ni swali ni hilo la collateralize shares. Luitiko, by profession wewe ni mhasibu. Hili swali unaliapproach vipi kwa bwana Kevin? Asante Ami. Kiufupi kabisa ni kwamba unaweza ukakopea shares. Kwa hiyo kama leo una shares za NMB unaweza ukaja CRDB tukakukopesha. Kishitokea tu kwamba mara nyingi ukienda kwenye benki nyingi wanazidi value by at least 50%, afu wanaanza kutafuta market, yani loan to value from there, kwa sababu shares ziko volatile kidogo kuliko hizi fixed income products zingine. Lakini unaweza kukopea share. Angalizo tu ni kwamba huwezi kukopea share kwenye kampuni husika. Tuseme kwamba una shares za CRDB, huwezi ukaja CRDB kukopea shares za CRDB. Iko kitu hakiwezekani. Kwa hiyo ukiwa na shares za CRDB utaenda benki nyingine yoyote apart from CRDB, na kama hiyo benki ina hiyo product watakukopesha na DSE na mechanism ya kuhakikisha hizo shares zinabanwa na zina paka utapomaliza mkopo. Kwa kama una share NMB pia huwezi kwenda kukopea NMB, utabidi uje CRDB au benki nyingine yoyote, na vigezo na masharti vitazingatiwa kutokana na benki hiyo husika, lakini uwezekano wa kukopea share upo kabisa. Asante. Tunajibu hilo swali. Kuna swali limekuja kabla mambo hayajapoa kwenye hiyo kukopea. George hapa anauliza what's the process ya malipo ukikopea shares? Je, unaweza kutumia dividends kulipia? Discretion ya kukopea ni kwa taasisi itakayokuwa inakopesha. Lakini kwa uelewa tu Judy, kumbuka tofauti na hizi fixed income product, shares dividend haiko guaranteed na dividend haiwezi kujulikana before. Unajua hizi fixed income product unajua sasa kwamba lini nitapata kuponi yangu, lini hela itaingia, interest itaingia lini na itakuwaje. Lakini kwa shares dividend ni iko at discretion ya management na performance ya kampuni husika. Kwa hiyo nitashangaa sana kama taasisi itakuwa na kukopesha ikitegemea kwamba dividend ikilipo ndio itafanya marejesho. Na ukiangalia pia frequency ya dividend kwa makampuni mengi sasa hivi ni once per year. Kwa hiyo pia inaweza kuwa changamoto. Kwa hiyo kama unaenda kukopea shares, naamini taasisi nyingi zitakuwa zinataka kuangalia kabisa kwamba una kipato gani cha kulipa hiyo deni. Shares zinakuwa ni kama collateral tu. Kama vile unaenda kukopea nyumba, kwamba nyumba inakuwa ni collateral, nyumba ilipio mkopo, lakini wewe kwa sources zako nyingine za income unatumia kulipia huo mkopo. Asante sana. Kuna Jacob, yeye wali yake ni kwamba anasema hivi kiutaalamu haya mazingira
si ana encourage kikundi cha watu wachache wenye nia ya pamoja kuinfluence price ya stock kwenye soko kwa kukusudia? Mimi niseme kwanza disclaimer, Jacob, kulikuwa kuna request hapa kutoka kwa Lutiko, kama upo kwenye mazingira yanayoruhusu kuongea, uliulize swali kwa kuongea zaidi ili uweze elaborate. Nilipokuwa nimeelewa mimi ni kwamba ulikuwa unazungumzia hizi new trading rules zinaweza zikaongeza advantage kwa watu wachache kuweza kuinfluence price ya soko. Well, what I can say ni kwamba kuna also rules zingine za soko very strict ambazo zinazuia market manipulation, na Lutiko ni trader, nadhani anajua kabisa kwamba kuna strong surveillance kutoka kwa DSE. Kuna activity kitokea, utashangaa simu ya DSE hapa inapiga inaita kwako, ikikutaka uchukue hatua fulani, ikiwemo kucancel order ama kwenda kuripoti kwao, kuweza kutoa ripoti ya any irregular activity. Maybe Lutiko, you can shed light on your experience as a trader na surveillance ya DSE kuhakikisha kwamba kuna market manipulation. Market manipulation, CMSA yuko pale kama regulator anafuatilia market, lakini pia DSE yuko pale kama self regulatory organ pia anafuatilia market, lakini pia sisi traders wengi tumekuwa certified na tuna ethics na integrity. Kwa hiyo pia kumanipulate market hilo sio lengo letu. Na maana kama Jacob, I think nimekataka clarify kama ni hizi new trading rules ndo zinampa changamoto kidogo au ni block trade kwa namna moja au nyingine, kwamba ndio maana naona kama kuna uwezo wa kufanya market manipulation. Lakini kiukweli ni kwamba pia wewe pia kama investor unaweza ukazuia market manipulation, kwa sababu kama uko sokoni unaona mtu anataka kufanya share ionekane bei ya juu, lakini wewe unajua ile share bei ya chini, na sasa hivi trading rules zimekuwa very flexible, inamaanisha kwamba wewe utakuwa na price katika ile bei ambayo inatakiwa kuwepo. Na kumbuka kwamba investors ni umma, public ni wakubwa zaidi. Mtu mmoja tu kuweza kuinfluence soko pia inaweza ikawa sio kitu kirahisi sana. Kwa hiyo labda unge expand kidogo kwenye hilo swali Jacob, tungeweza kuliaddress vizuri zaidi, lakini be rest assured kwamba wote hatutaki market manipulation. Wote when you're talking about investment, it's all about trust. Now we all want to make sure kwamba watu wanaokuja kuwekeza kwenye soko wanaamini soko lao, na so far soko limeprovide a lot of evidence kwamba linaweza kuaminika. Asante sana. Kuna swali kutoka kwa Elikana ambaye alisema availability ya financial statements kwa makampuni tofauti na banking sector huwa utaratibu ukoje, quarterly ama annually? Utaratibu as per DSE ni quarterly, sawa, kwa sababu kuna post listing requirements ikiwemo kupublish your quarterly results, your annual results and any news ambazo kwa mfano ukihisi utakuwa na weak performance unatakiwa utaarifu umma. Pia kuna swali kuhusu block trade. Kelvin, once again asante kwa maswali yako. Kwenye block trade, mfano nataka kuuza share zangu 200 kwa 400 wakati soko price ni 700, siwezi uza even though hamna buyers at 700. Sasa mwoni these limits free trade and price movement na ita affect liquidity of some counters. Kelvin, kwanza tuanze kwa nini watu wanafanya block trade. Hapa ni buyer na seller wana agree nje ya soko kabisa, kwa hiyo hakuna kutafuta, yani hakuna ile kwamba kuangaika. Kwa hiyo broker atakachokifanya, wewe utamwambia broker, bwana mimi nina uhitaji wa ukwasi wa haraka, lakini nataka niziuze hisa zangu ambazo zilikuwa zinatradiwa 10,400 niziuze kwa 6,000. Hapo inawezekana kuna buyer mwingine yuko tayari kuzinunua hizo shares kwa shilingi 6,000. Lakini kwa nini block trade ipo? Block trade ipo ili a one off transaction isitumike ku distort market price ya soko. Inawezekana ile ni one off transaction tu ambayo ina nia tofauti kabisa, yani kuna mtu ana exit kwa sababu tofauti, umeona? So I think kikubwa ni kuichukulia hii block trade also from a positive point of view, kwamba ipo pale kuhakikisha kwamba hakuna mruko mkubwa wa prices, yani bei zinakuwa haziruki sana bila sababu ya msingi. Kingine, kumbuka bei hapa haitegemei weighted average price. Najibu swali la PNS.
Bei hapa inategemeana na wewe muuzaji na mnunuzi mnakubaliana kuuziana kwa bei ipi, na ndio maana block trade kwa lugha nyingine inaitwa off the market, nje ya soko. Kwa hiyo hapa one buyer and one seller agree on a price, ignoring the prices on the exchange itself. Sasa kuna swali ambalo nitalipeleka kwa Bwana Imani. Sorry, kabla hujapeleka ku expand tu katika uchokisema na Kelvin, labda unaweza ukaelewa kidogo, ni kwamba kama una share 200 obvious as qualify kwa block trade, na ndio hapo sheria mpya ilipokuja kwamba unakuta labda kuna watu wengi walikuwa wanajua yuko tayari kuuza kwa 400, ile share wauzaji pale wamekuwa limited kwamba uweze shuka chini ya 700. Kwa unajikuta kabisa kwamba huna cha kufanya, kwa sababu one, hauqualify kuingia kwenye block trade, two, bei zile shares zijapita za kutosha kubadilisha bei sokoni. Sasa kwa hizo sheria mpya inafanya ile price discovery kuwa rahisi zaidi. Imesha kitokea mtu akanunua kesho share labda share 100 za TBL ambayo iko kwa 10,400 pale sokoni, unakuta kabisa kwamba bei ya TBL inatoka 10,900 mpaka 10,400. Kwa unakuta bado una uwezo unakuwa na room kidogo tena kuendelea kuishusha. Eventually tuna discover price ambayo TBL inatakiwa kutrade, ambayo buyers watakuwa tayari kununua na sellers wako tayari kununua. Mwisho wa siku hiki kitu ambacho kilitokea ambacho unakuwa unakuta una shares zako chache unataka kutoka sokoni na shindo, kitakuja kuondoka kabisa hizi bei zikija kumerge. Na ikitokea sasa corporate event yoyote unakuta pia kuna uwezekano sasa hiyo bei ku accelerate kutafuta price yake usika sokoni. Kwa hiyo hii kitu ambacho umekiexperience Kelvin Coker, usipate shida. Tunaamini tunapoelekea kwenye soko hakitakuwepo tena. Na maana nikasema maana naamini kabisa kwamba kutakuwa na counters nyingi sana za trade, sababu kuna counter nyingi bei yake inaonekana iko juu kidogo lakini zinashindwa kutrade kwa sababu unakuta kabisa kwamba bei iko juu, watu wako tayari kuuza kwa bei ya chini zaidi, lakini kwa sababu sheria zilizokuwa zamani zinazuia bei kushuka. Na hiyo kama I think aliongea Ami kwa PNS kwamba hii block trade siku zote haitumiki kutafuta volume weighted average price. Yaani ile bei ya block trade haiaffect bei ya soko siku zote. Asante. Teoretiko, kulikuwa kuna swali hapa ambalo ningependa kulipeleka kwa Imani. Bwana Hussein anauliza, naambiwa sana kuwa banking sector ni nzuri, lakini natamani kujua vigezo muhimu ambavyo huwa vinaangaliwa. Huyu anataka kuona what metrics, what fundamentals zinaangaliwa mpaka kuqualify kwamba banking sector inafanya vizuri. Karibu Imani. Asante Ami. Bwana Hussein, banking sector unaangalia sekta nzima kwa ujumla kama inafanya vizuri, but I think unaweza kuangalia reports za GDP, unaweza kuangalia reports za Benki Kuu, reports za GDP za quarters zinaonyesha sekta kati ya sekta zote sekta gani inafanya vizuri. Na kwenye reports za GDP inaonyeshana financial sector nzima, inaonekana banking sector peke yake, lakini kujua kwamba financial sector, banking sector ni 70% na financial sector nzima, which says kama financial sector ina perform vizuri, maana banking sector automatically ina perform vizuri. Lakini pia kuna reports za Benki Kuu, financial sector supervision report ambayo inakuwa na report movement ya banking sector, inaonyesha kama income statement na balance sheet ya banking sector nzima, inaonyesha mapato, faida na movement ya balance sheet kama mikopo na assets zake zimekuwa kiasi gani za banking sector nzima. Hiyo pia inaweza ikaonyesha, lakini in this instance kinachoonyeshwa kinasema kwamba banking sector ni nzuri ni kwamba sekta ya benki imekuwa na performance nzuri in the last few years. I'll give an example. Kota ya kwanza ya mwaka jana faida ilipatikana kwenye banking sector, ukichukua benki zote ukizicombine, faida iliyopata kwenye kota ya kwanza ya 2024 ilikuwa kubwa kuliko faida iliyopatikana kwenye banking sector nzima ukiunganisha miaka mitatu kuanzia 2017, 18 na 19. Yaani kota moja miezi mitatu ilikuwa ni faida kubwa kuliko miaka mitatu ya huko nyuma. Maana yake hiyo growth iliyotokea hapo katikati ni kubwa sana. Ukiangalia RDB peke yake faida imetoka bilioni 36 mwaka 2018 mpaka bilioni 551 mwaka 2024. Hiyo growth ina represent banking sector nzima nayo ilivyokuwa kwa jinsi hiyo. Kwa kipindi hiki kimekuwa kizuri kwa banking sector. Kuna kipindi hakikuwa kizuri kwa banking sector kama 2016, 17 banking sector ilisafa mpaka 2018. Nakumbuka kulikuwa na reforms kwamba deposits za serikali zimetolewa kwa benki zikapelekwa Benki Kuu. Hapo banking sector ilisafa, lakini sasa ikaanza kurecover kuanzia 2018 going forward mpaka hapa 2020 mpaka hapa tulipo sasa hivi, performance bado inaendelea vizuri kutokana na report na data. Kuna kipindi construction sector ilikuwa inafanya vizuri,
ambayo imekwenda. Tunaona kampuni za simenti bei zilipanda, Twiga bei ilipanda, bado zinafanya vizuri, lakini not compared to the banking sector. Kwa hiyo zinavyoangaliwa ni faida, ni performance, biashara ambayo inatokea kwenye hiyo sekta. Kwa sasa hivi biashara banking sector ni nzuri, faida inayopatikana na makampuni ambayo yako listed, wanavyotoa magawio na vitu kama hivyo. Asante sana Imani. Kuna swali hapa kutoka kwa Hussein, anasema IPO huwa ni lini au mwaka gani? Well, kwanza tuanze IPO ni nini? IPO ni kile kipindi ambapo kampuni inakuja kuchukua mtaji kupitia soko la hisa kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo kampuni yoyote inapokuja sokoni kwa mara ya kwanza, that's an initial public offering. Kampuni kishakuwa listed, hairudi tena kufanya IPO, ila huwa kuna vitu vinaitwa secondary listing, kuna vitu vinaitwa rights issues, umeona, ambapo inatoa haki kwa wawekezaji wake tayari kununua zaidi ama kuipatia mtaji zaidi ile kampuni kwa shares ambazo zitakuwa zinauzwa kwa discount, umeona. Kwa hiyo hakuna muda maalum ambapo kuna IPO. IPO ni pale ambapo kampuni inakuja sokoni. Kuna swali jingine hapa kutoka kwa Zakaria Kasim. Are these new trading rules aligned to other Eastern African stock markets, especially around the closing price determination? Well, naweza nikasema kwamba initially zilikuwa zi-align, lakini saizi zinaanza kuharmonize na what is the norm katika masoko mengine kama Kenya, kama Uganda, kwa sababu initially kitu ambacho wawekezaji wa nje walikuwa wanasema ni kwamba guys, why are your rules different, lakini sasa tunaanza kuona zina converge towards the norm na masoko mengine. Tony Elibariki anasema valuation ya price ya block trade lazima iwe na sound reasoning ya kwa nini nimeuza au kununua kwa bei hiyo. Yes, one of the key requirements ya kufanya block trade na DSE ni kwamba lazima uissue valuation report, kwamba kwa nini ununue, let's say mfano CRDB ambayo ina trade ubaoni kwa shilingi 800, kwa nini ununue kwa 500? Kwa hiyo kuna valuation report to justify that. So you just don't wake up na unafanya block trade kwa bei unayotaka wewe. Kunatakiwa kuna written justification. Maganga anasema, je, ni fundamentals zipi zinaangalia ili kutrade share za sekta ya viwanda na malighafi? One of the key things tunazoangalia, manufacturing sector kwa upande wa Tanzania imekuwa ikikua more closely na GDP growth rate. Kwa unakuta GDP for the past kwa taarifa iliyopo katika website ya Biotico ina hover around growth ya 5.6%. So as a proxy, manufacturing sector mfano huwa inakuaga kwa rate hiyo, umeona. Lakini pia unaweza ukaangalia activity sokoni, kama alivyosema Imani mwanzo, unaweza ukaangalia katika ripoti ile monthly economic review ya BOT, huwa inaonyesha ukuaji wa sekta mbalimbali. Huko utaona ukuaji wa financial sector, agriculture, manufacturing, trade. Zile statistics zinakusaidia sana kujua ukuaji wa sekta husika. Lakini pia you can feel unajua kuna numbers, lakini kuna ile sentimental analysis. Unaweza kaangalia mtaani activity koje, unaona real estate zinajengwa kwa speed. Juzi niliona report wakati waziri wa viwanda anatoa budget, anakuambia kwamba sekta ya ujenzi demand budget, yani demand ile iliyokuwa inatarajiwa ime exceed. So what is the first feel you get about that? Ni kwamba there is a huge boom, especially kwenye sector ya nini, ya real estate. As a result, it will have a spillover effect katika sector ya nini, ya cement. Kuna swali jingine hapa, nadhani hili ni kuhusu volume weighted price. Inasema sorry, kuna Kelvin ndo anauliza, lini mnaleta new IPO na new companies kuongeza participation, au maybe why there hasn't been new market entrance kwenye DSE kuchana na mabanks? Well, I would say that zinakuja, tunaanza kuona the tone is positive. So kama mwekezaji endelea kufuatilia ndani ya soko. Kwa nini kumekuwa na dryness ya IPOs? Nadhani ni kwanza ni experience ya the last IPO, lakini pia market sentiment hapa katikati ilitokea pandemic. Kwa hiyo
kukawa kuna liquidity constraints and so on, lakini tunaona upande wa bonds zimekuwa zikifanya vizuri. Lakini I would bring in Imani as well, one of the advisors, aweze kutoa maoni yake na kushed color katika hili swali vile vile. Asante Ame. Na mimi hii itakuwa kujitetea vipi, lakini kusema ukweli hii drought ya IPO sio Tanzania peke yake. Ni nchi nyingi, nchi zinazoendelea, nchi nyingi za Afrika, hata South Africa ambayo ndio soko kubwa kuliko masoko yote Afrika, kumekuwa na drought ya IPOs. In fact, South Africa stocks zimekuwa zinapungua kuliko zinavyoongezeka. Yeah, okay. Kuliko zinavyoongezeka. Kwa hiyo sio case ya Tanzania peke yake, lakini pia kama alivyosema Ami, kuna experience ya IPO za mwisho, lakini kuna tuseme literacy, financial literacy ambacho tunakiona sasa cha tofauti kwenye soko letu ni kwamba kwa mfano ukilinganisha na soko la South Africa ambalo ni kubwa limeendelea, yenyewe zinavyoanza kupungua au vipi, au ambapo kuna drought ya IPO, labda inawezekana ni uchumi. Tunachoona kwetu financial literacy inavyoanza kukua sasa, market sasa hivi inakuwa, tunaona domestic participation ni kubwa, tunaona appetite ni kubwa sana kwenye capital markets, then products zinaanza kuwa developed na zitaanza kuja kama alivyosema Ami, zitakuja. Tunategemea, ukiangalia kwa mfano corporate bonds ilivyo balloon in the last 2-3 years, toka chini ya bilioni 100 sasa hivi it's more than 1 trillion. Kuna products mpya zinaendelea kuwa developed, watu bado wako chini wanapika. Mwaka jana tumeona CIS zilivyoongezeka, zimekuwa nyingi, I think zishazidi sasa hivi CIS 13. So in the same way watu wako jikoni wanapika. We believe IPOs zitakuja, financial literacy inavyokuwa, watu wanavyoelewa masoko. Hii tunaona domestic participation inavyokuwa, sio kwenye uwekezaji peke yake, hata kwenye watu kusource capital kutoka kwenye capital markets, na uelewa unakuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo we expect, japokuwa case sio ya Tanzania peke yake, the unique thing about Tanzania ni kwamba financial literacy inakuwa kwa kasi na inaendana na uchumi vile mazingira ya biashara yanavyokuwa mazuri, uchumi unakuwa, maana yake capital, uhitaji wa capital ni mkubwa, watu wanaanza sasa kufikiria capital market kama source ya capital. Back to you Ami. Asante sana Imani kwa kupaint hiyo kara. Pia alikuwa anauliza pia, when can we get new products like calls and puts, hizi derivative products? Kwanza ni paint color. Hizi mara nyingi natural trajectory derivative products huwa inaanzaga kwenye commodity products kama gold, kama bidhaa za agricultural products, kwa sababu huko ndio hedging mechanism huwa inatumika na wale wakulima vis-a-vis wafanya biashara. So I would say we would eventually have these products, lakini ukiniuliza mimi, this is my opinion kama Ami, Tanzania tuna commodity exchange, so by natural progression itatarajia kuanza kuona hizo products zikianzia kule TMX, then zikianza kuja katika soko la hisa la Dar es Salaam, kwa sababu hizi kidogo ziko sophisticated. Umeona pia, of course we have seen the Nairobi Stock Exchange having a derivative trading window. Kwa hiyo it's something which I would say tunaweza kukitarajia kukiona huko mbeleni. Kama foreigners wanaweza trade kwetu, sisi tunaweza trade kwao. Yes, Mtanzania yote anaruhusiwa kutrade anywhere within East Africa and SADC. Umeona, nikiwa Adelgoth anauliza, nikiwa kama beginner wa investment, je, unaweza buy share na kumake a profit baada ya muda gani? Yani unadhani ndugu Ibra alivyoanza ile presentation alianza na kuonyesha performance ya soko kwamba kwa wiki niliona DSE bei yake imepanda kwa 11.2 kama sikosei. Maana yake nini? Wewe kama mwekezaji ulikuwa kama umenunua ile hisa as a beginner investor Jumatatu, by Ijumaa ulikuwa umeshapata faida ya 11.2. Kwa hiyo hakuna muda kamili, lakini at any day bei ya hisa huwa inapanda ama kushuka. Umeona? Kuna swali jingine kutoka kwa Stefano linasema, kampuni isipotoa financial report kwa muda gani inakuwa punished? Is it not mandatory for a company to produce quarterly reports? It is very mandatory. Now it's one of the key areas we always engage the DSE kuensure kwamba reports zinatolewa. Lakini Imani, can you shed color, kwa sababu kuna story ulikuwa unanipatia juzi kati hapa kuhusu accessibility ya hizi financial statements. All right. Imani will get back. Oh, karibu. Asante Ami.
Asante. Hii ni kitu kweli, kampuni sheria zile ziko clear. Inabidi kota ikiisha ndani ya mwezi mmoja kampuni imepublish results. Sasa ikivuka hapo then DSC anaanza kuwafuatilia na anaweza kuwa punish, unaweza kwa delist, unaweza kuwapiga fine or something like that. Lakini sasa lazima uelewe kama unless kampuni imekuwa very non compliant, kwa sababu hata kama DSC ni self regulatory organization, hata kama ni regulator, ama kampuni ameamua yenyewe kulist na anaongeza activities sokoni. Kwa hiyo cha kwanza watakachofanya ni engagement, wanawasiliana nao, huwa wanaongea nao sana, unakuta kampuni hajapublish wanaongea nao mpaka wamepublish, na kikubwa huwa ni kutafuta sababu kwa nini hajapublish kuliko kumpunish tu kwa kutokupublish. Kwa sababu kama kampuni inaanza kutokupublish, tunakumbuka kwa mfano Nico aliachaga kupublish results zao 2007 2008 mpaka wakaishia kuwa delisted kutoka sokoni, na kampuni ikiwa delisted walioumia zaidi ikawa ni shareholders, kwa sababu walikuwa locked out of the market, hawawezi kuuza for about 7-8 years, wako nje, so more than 10, close to 10 years, kwa sababu walikuwa delisted 9 years, walikuwa delisted 2011 wakarudi 2018, so 7 years yeah. Lakini walioumia zaidi ni shareholders. Kwa hiyo hilo ndo la msingi. DSC analyze nao, anaongea nao, lakini ikishavuka mwezi tangu kota imeisha, inabidi kampuni iwe punished. Asante sana Imani. Kulikuwa kuna swali anasema kwamba je, huyu anataka ushauri ni makampuni gani kama matano hivi niwekeze kwa malengo ya miaka 5, naomba uzoefu wetu. Ruitiko, karibu. Asante Hussein. Kwa ushauri wangu mkubwa sana, unajua kwa bahati nzuri au mbaya uwekezaji it's not a rule of thumb kwamba ukiwekeza hapa kila mtu awekeze hapa. Ndio maana hata tukaanza ile mid cap session ili kuweza kushed light zaidi, na kwa namna moja au nyingine pia inategemea na risk appetite ya investor mmoja baada ya mwingine. Kwa hiyo Hussein, nimedrop email kwenye Q&A, kuna mtu ananiulizia hapo, na nitakudropia email, just get in touch tuweze kuongea, tujue una risk appetite yako ikoje, how much do you have, una investment horizon yako ni muda gani. Hapo inakuwa niko ni uwezo mzuri zaidi kukushauri, lakini pia nikupe information zote ambazo utahitaji katika makampuni ambayo unahisi kama naweza yakakusuit, alafu from there wewe unaweza ka make a very good decision kwamba uweze kuwekeza wapi. Na kwa yoyote yule ambaye ana kitu kama hicho, we are going to share the emails, you can just reach out, tukajaribu kutafuta jinsi ya kupata muda sessions za kuongea na kuweza kujua appetite za uwekezaji zikoje, risk appetite ikoje kabla ya kuweza kutoa ushauri. Asante. Asante. Kuna swali hapa, Steven, naona unafuatilia sana hizi taarifa. Anasema kwa hali halisi inaonekana uwekezaji kwenye hati fungani za serikali ni salama zaidi kuliko hisa. Nimeona leo bungeni wabunge wanalalamika wananchi wamezizika pesa zao kwenye hisa za kampuni fulani ya simu. Je, mnaweza kuwashauri nini wananchi? Imani. Asante Ami. Kwanza hicho alichosema kuhusu kwamba hati fungani ni salama zaidi. Hati fungani ni salama kuliko uwekezaji mwingine wowote kwenye uchumi wa kawaida, kwa sababu the assumption ni kwamba serikali italipa, serikali haiwezi kudefault deni la currency yake yenyewe. Kwa hiyo that is true, lakini return za hisa ni kubwa kuliko za hati fungani, ila pia risk yake ni kubwa kuliko risk ya hati fungani. For instance, kampuni iliyokuwa discussed bungeni, kweli watu wamenunua shares zimegea bei ya move muda mrefu na dividends zimekuwa ndogo, not as satisfactory kwa wawekezaji. Lakini kuna kampuni ambazo sokoni zimelipa dividend vizuri na bei mwaka jana for instance hadi imepanda kwa 45%. Huwezi kulinganisha hiyo na return ambazo tutazipata kwenye hati fungani. So I think it comes down to selection ya sehemu ya kuwekeza. That's a whole another say webinar au seminar, ni discussion ambayo tunaweza tukaifanya hapa tukabadilisha kabisa mwelekeo wa webinar hii. Kuna namna ya kuchagua stocks, namna ya kuchagua ya kutengeneza portfolio yako, sehemu ya kuweka hela yako, lakini generally stocks na risk kubwa kuliko hati fungani, lakini pia zina return kubwa kuliko hati fungani, kwa sababu the assumption goes the higher the risk, the higher the return. Asante sana. Nimkaribishe Ritiko kwa ajili ya kumalizia the rest of the questions. Asante Ami. Asanteni sana ndugu wawekezaji.
Tumekuwa na very interactive session, maswali yamekuwa ni mengi. Tulikuwa tunatamani sana webinar imeisha by 1:30 na tumeweza kuextend mpaka sasa hivi. Naomba ni address maswali machache ambayo nimeona yakijirudia, alafu kwa mengine yote ambayo nitamiss, naamini kabisa kwamba tutayajibu kwenye email kama tulivyofanya last week. Kuna ndugu Geoffrey hapa amesema, hivi mmeanza kutoa huduma za brokerage kwa retail investors, mpo kwenye Isaganjani au bado? Kwa huduma tumeanza kutoa na tunaendelea kutoa, lakini kwa sasa bado hatujaingia Isaganjani. Bado tunaweka mambo sawa internally, tunafanya internal alignment kwa Isaganjani hajaingia, lakini ukivisit any branch ya CRDB unaweza kupata huduma ya kununua au kuuza hisa zako kwa sasa. Asante. Na kuna maswali mengi sana yamekuwa yakijirudia kuhusiana na volume weighted average price. Naona imekuwa ni kitu ambacho watu wengi bado hawajakielewa, na naomba niwaelezee kwa urahisi sana. Kwa assumption ya haraka, leo hii umenunua hisa 10 za CRDB kwa 800, zilitrade hisa 10 za CRDB kwa 800, alafu hiyo ni 8,000, alafu zikatrade tena hisa 10 tena za CRDB kwa 700, na assume tu kama assumption, hiyo ni shilingi ngapi? 7,000. Kwa jumla zimetrade hisa 20 tu sokoni siku za CRDB. 10 kwa 800, 10 kwa 700. Kwa jumla inakuwa total turnover siku hiyo inakuwa ni shilingi ngapi? Inakuwa ni shilingi 15,000. Na hisa zote ni ngapi? Ni 20. 15,000 gawanya kwa 20 unapata ngapi? 750. Kwa volume weighted average price ya siku hiyo itakuwa ni 750. Hiyo ndio definition rahisi kabisa ya volume weighted average price. Na hivyo ndio tutakapokuwa tunaangalia nini? Bei ya soko ambayo itakuwa nafungia soko. Kwamba DSE itakuwa naangalia zinatrade hisa ngapi siku hiyo na total turnover ni ngapi, anagawanya, alafu ile namba ana round off to the nearest whole number, sababu unaweza kukuwa kuna decimal place na point, kwa anaangalia katika ile tick size alizoongelea pale. Kwa hiyo kama ilikuwa labda volume weighted average price ni 793 nukta ngapi, ata round off ile tick size za 5. Haiwezi sema bei imefunga 793. Kama I believe hapo tumeelewana wote. Kwa hiyo nimeona hiyo swali kijirudia sana, na niliomba tu waulize zaidi maswali kwenye Q&A. Kwa nita address tu maswali kwenye Q&A, alafu mengine yote naomba tutayamalizia kwenye email. Nimeona ndugu M hapa ameomba my take kwenye Maendeleo Bank. Maendeleo Bank it's a good bank. Ina potential kubwa bado ya kugrow kwa sababu ni benki ya kidini, na ukiangalia ELCT ina outreach Tanzania nzima, na hiyo pia outreach yake kwenye kanisa inasaidia pia kupata some cheap deposits, lakini pia watumishi wake tayari ni wateja wake kwa namna moja au nyingine, lakini pia kuna wateja wengi ambao ni royal customers kwa sababu tu ni waumini wa hiyo benki. Kwa hiyo management ikiendelea kufanya vizuri na ikiendelea kuperform vizuri, tunaamini kabisa kwamba inaweza ika unlock value. Tumeona ikimove sokoni kutoka 380 mpaka 400 sasa hivi. Tumeona activities zimekuwa zinaendelea at least kwa namna moja au nyingine sokoni. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine bado few hope zipo. I feel like management inabidi ichukue ijitahidi kuperform vizuri, kwa perform performance zake za huko nyuma, ili wanahisa waweze kuendelea waweze kutoa return nzuri kwa wanahisa, na baadaye iweze kupata bei iweze kupanda vizuri sokoni. Messi ameuliza hizi changes zinaweza kufanya mabadiliko yoyote ama kuwa na impact kwenye counter ya Vodacom. Tunategemea inaweza itakuja kuwa na mabadiliko makubwa kwenye counter ya Vodacom, kwa sababu ni moja ya counters ambao kumekuwa na wauzaji wengi lakini hamna wanunuzi, na hiyo kwa sababu pia umejikuta tumeshuhudia kwamba kuna siku Vodacom na trade share 100, share 300, share 500. Kwa huko kote zikiendelea kutrade hivyo, basi bei itaendelea kushuka taratibu, na unaweza kukuta baadaye ikafika katika bei ambayo wanunuzi na wauzaji wako tayari, kuna wanunuzi wako tayari kununua na wauzaji wako tayari kuuza, tukaanza kuona activities nzuri sokoni. Kwa hiyo tunatarajia kwamba inaweza ikaongeza activities kwenye counter ya Vodacom. Kwa ufupi, I think hii complex nisha kujibu. Stefan nimekujibu, na nimeendelea kusisitiza kwamba tuna email zetu, tutazidrop. Ibra, please help kushare emails zetu kwenye chat za members wote hapa mmoja, ili mtu atakuwa na swali aweze akawa anatutumia emails, tukaendelea kuwasiliana. Hata sio lazima asubuhi webinar Ijumaa. Emmanuel kauliza webinar tunafanya lini tena? Tuko kila Ijumaa saa 12 mpaka saa 1:30. Emmanuel, karibu sana, na mwalifu na mwenzako, ili pia naye aweze kupata knowledge hii. Ni makampuni gani yanatarajiwa kufanya IPO? Halotel na Tigo ziliishia wapi? Kuna mpango wa serikali kulist kampuni ya madini ya Stanley Gold, na yenyewe imeishia wapi? Tunategemea IPO zinakuja nyingi, ndugu Mika. Tigo na Halotel, na yenyewe Tigo ilishaanza michakato, lakini najua kabisa kwamba kuna challenges kadhaa alizipata, na mimi nyingi zitakuwa zimekamilika,
lakini tunaendelea ku anticipate kwamba anaweza akaja sokoni, na muda ukifika mwafaka watatujulisha wote kama players kwenye market. Waziri, je, naweza kumiliki hisa at the same time nikawa na hatifungani? Ndio, unaweza ukawa na hisa, unaweza ukawa na hatifungani. Hizo ni investment na hazigombani, as long as una hela ya kutosha, au katika hela yako unaweza ukaallocate kwamba kiasi kadhaa naweka kwenye hatifungani, kiasi kadhaa naweka kwenye hisa. Ndugu waziri, nimemaliza maswali ya kwenye Q&A. Kama kuna maswali yote kwenye chat yamebaki sija address, naamini kabisa kwamba timu yote iko hapa inayachukua na tutajibu kama tulifanya last week kwenye email. Lakini napenda kuwashukuru sana, na naamini kabisa kwamba mmepata kitu na mmekuwa very active, na tumeweza kushiriki wote kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi. Asanteni sana na karibuni, na kwa yote yule ambao bado hapati market report zetu anaweza akadrop email yake kwenye chat, tukamwadi kwenye ile cycle ya market report ambayo tunatuma kila siku, lakini pia hizi presentations zitakuwa shared pia. Kwa hiyo karibuni sana, kama mtu ambaye ana email aendelee kudrop. Tunategemea kuwaona tena kwa wingi huu na kwa uchangamfu huu Ijumaa ijayo, na kama wanavyosema kizuri kula na mwenzako, basi mwarifu pia mwenzako ambao unaona kabisa kwamba na hamu ya kuwekeza. Tujoin wote Ijumaa, tuendelee kudadavua zile mid cap stock ambazo leo tulipose kwa ajili ya BSE rules. Asanteni sana. Asante sana Luitiko. Naona wadau wanaendelea kuweka email zao. Ibrahim, I think you're doing the needful. Asanteni sana. Kumbuka tu kwamba kila Ijumaa saa 12 jioni tuko mahali hapa. Link utazipata kupitia mitandao yetu ya mitandao yetu ya kijamii, Instagram page ya CRDB, WhatsApp kwenye WhatsApp channel ya CRDB. Pia LinkedIn huwa kuna link pia. Ndugu yetu Ibrahim, mtaalamu wetu wa research, huwa anatuma link siku kadhaa kabla hata ya session, huwa anatuma link. Kwa hiyo kwa kuwa umeshatupatia email yako, utakuwa na uwezo kupata access ya link mapema kabisa. Pia niwakumbushe kwa wale ambao mtataka kuirudia tena hii session iweze kuigrab zaidi, itakuwa posted YouTube. Kwa hiyo karibuni sana kupitia hii session, lakini kwa kupitia pia session zile za nyuma. Niwatakie jioni njema kabisa, na tukutane tena wiki ijayo. To the rest of the team iliyoshiriki, asanteni sana kwa preparations pamoja na mchango wenu. Jioni njema.